Alichokifanya mwekezaji wa klabu ya Simba imekuwa ni kubwa kuliko, ni ujumbe mkubwa sana, akiweza kutoa maelezo na akionekana kama mwakilishi wa klabu ya Simba ambaye anahitaji kutoa maoni na kupeleka kwa CAF, tena kwa Rais Patrice Motsepe. Na ulikuwa ni ujumbe ambao ameweza kuposti katika mtandao wake wa Instagram, ikiwa ni sehemu ya kuashiria kile kilichoweza kufanyika katika mchuano ambao uliweza kufanyika katika fainali ambayo haitokuja kusaulika mpaka hivi sasa, tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025. Yani hakuna aliyedhania kwa kile kilichoweza kuonekana, ilikuwa ni dhahiri shahiri kabisa kwa madhuluma ya wazi kabisa. Sasa mapendekezo mpaka sasa hivi sio tu mwekezaji wa klabu ya Simba, tuliweza kuona kwa barua ambayo aliweza kuitoa rais wa soka la Cameroon ambaye ni Samuel Eto'o, akiweza pia kutoa baadhi ya maoni kwa marefa ambao wamekuwa kitumika na CAF pamoja pia na FIFA. Na nikufahamishe tu kwamba katika wadui ambao sasa hivi amekuwa nao Patrice Motsepe ni kati ya yeye pamoja pia na Samuel Eto'o, wamekuwa kimhitaji kwenye uongozi wa Kiafrika, lakini Samuel Eto'o kutokana pia na zile fitna na dhuluma ambazo zimekuwa zikijitokeza katika hata makombe ya AFCON, lakini pia na hata michuano hii ya kawaida, wamekuwa wakiona kabisa kwamba hakuna la ziada wala hakuna haja ya kushiriki katika michuano ya kombe la klabu bingwa na kombe la shirikisho. Kama kutakuwa na uwezekano, basi yaanzishwe makombe mengine ambayo itakuwa inakutanisha kwa watu weusi, lakini pia hakutakuwa na dhulma na kutakuwa na haki ambayo itakuwa imeweza kukaa 100% bila ya kuwa na bias yoyote, yani bila ya kuwa na upendeleo katika timu yoyote, aidha iwe kwa ngozi nyeupe ama ngozi nyeusi. Yani hayo yalikuwa ni kwenye nukuu ya Samuel Eto'o, rais wa nchi ya Cameroon kwenye upande wa soka. Sasa naye mwekezaji wa klabu ya Simba kihalisia hakuweza kuridhishwa na matokeo na kuweza kuridhishwa na dhuluma aliyoifanya referee wa mchezo Dahan Beida kutokea Mauritania, na hatuwezi tukamlaumu sana referee Dahan Beida kwa sababu yeye alikuwa anachezesha mtanange kutokana na maelezo, kutokana na mipango ambayo ilikuwa tayari imeshaandaliwa kwamba RSB Berkane ya Morocco ni lazima ichukue ubingwa, hakuna la ziada. Yani hilo lilikuwa limebakia tu kuweza kutimiza majukumu, lakini kwa refa nafikiri mpaka sasa hivi na hata kwa mwekezaji wa Simba hajamlaumu Dahan Beida refa wa mchezo, bali anailaumu CAF kwamba kama kutakuwa na mashindano mengine, basi isije ikawa yeye anatumia gharama nyingi kuwekeza alafu mwisho siku mtu anachukua kombe kirahisi, kwa sababu itakuwa hakuna cha kufanya. Mtu anatumia wekezaji mkubwa alafu mwisho siku kumbe kuna watu ambao tayari wameshapangwa kuchukua hilo kombe. Kwa hiyo nafikiri tukutane kwenye upande wa maoni, lakini pia tusichoke kuandama CAF moja pia na rais huyu Patrice Motsepe. Tukutane kwenye upande wa comment.